Ni bora tuseme hata kama tutaondoka, tutaenda tutakamatwa nao watekaji, lakini tuwe tumetimiza wajibu wetu. Tingonde ni mwanasheria, vile vile ni mwanaharakati wa haki za binadamu nchini Tanzania toka mwaka 2015. Kwa hiyo leo hii, ndugu waandishi wa habari, tumekusanyika hapa, nimeona nizungumze na ninyi mambo machache, hususan haki ya haki za binadamu nchini Tanzania, kwa sababu kwa yanayoendelea hatupaswi kukaa kimya. Tukiwa kama wanaharakati katika jamii ya wapenda haki, lazima tuseme kwamba nini kinaendelea na way forward, nini ambacho kinapaswa kufanyika mbeleni. Kwa ndugu waandishi wa habari, niwakaribishe. Sitakuwa na mengi sana, lakini nitajikita sana mada yangu katika hali ya haki za binadamu nchini Tanzania. Kwa kifupi, nitaangalia mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na haki za kisiasa, kwa sababu ndio haki ambazo zinakandamizwa na haki ambazo zinaminywa sana nchini Tanzania. Ninyi ni mashahidi kwamba mwaka huu, mwaka 2025, nchi yetu ya Tanzania imeingia katika uchaguzi wa vyama vingi. Lakini chaguzi hii imekuwa ikipigiwa makelele kwa kiwango kikubwa sana na jamii za ndani na jamii za nje za kimataifa, ikiwemo balozi ya Marekani pamoja na balozi nyingine za Umoja wa Ulaya. Lengo haswa ni kuona kwamba haki za binadamu zimekuwa zikikandamizwa sana, hususan haki za kiraia na za kisiasa. Sasa tumekuwa mashahidi pia katika ndani ya nchi yetu kumekuwa na kesi ambazo zimetokana, kesi za kisiasa, tunasema political case. Kesi mojawapo ni hii inayomhusu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na maanisha Tundu Antipas Lissu. Nitajaribu kuelezea mwenendo wa ile kesi. Sijaribu kuingilia uhuru wa mahakama, lakini najaribu kuelezea vitu gani vinavyotokea ambavyo ni ukiukaji wa haki za binadamu. Tunajua kabisa kesi ikiwa mahakamani hatutakiwi kujadili, lakini tunajadili mienendo inayotokana na ile kesi inayoathiri haki za watu za kiraia na za kisiasa. Sasa kuna matukio ambayo yametokea, hatuwezi kufumbia macho tukakaa kimya, kwa sababu sheria tunazo zinazoongoza ile mienendo na inakiukwa, tunaona hadharani. Kwa katika hilo pia nitazungumzia chombo cha Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ambapo leo hii tumeona imepakwa rangi, inaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa mimi naomba nianzie hapa kwenye hii Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Ukisoma katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaelezea kwamba katika ibara ile ya 74 ibara ndogo ya kwanza kutakuwa na chombo ambacho kitaitwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa ndugu waandishi wa habari, mwaka jana bunge letu lilianzisha mswada na baadaye ukapitishwa ule mswada ambao ulikuwa umekuja kwa ajili ya kuisaidia tume au kuipa nguvu tume. Na sheria hiyo ni kwamba huu mswada ulikuja na baadaye ukasainiwa na Mheshimiwa Rais kuja kuwa sheria ambao inaitwa Sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 2024. Bahati nzuri ni tulishiriki wadau katika huu mswada na tulitoa maoni yetu, ambao mpaka dakika za mwisho yale maoni hayakuchukuliwa kwa kiwango kile ambacho tulitegemea. Cha kwanza ambacho ni cha ajabu katika hii sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 2024, katiba ibara ya 74 inasema kutakuwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sheria inasema kutakuwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa tujiulize vitu viwili, mimi nikiwa kama mwanasheria na jamii ya wanasheria wengi, sheria yote inakinzana na katiba inakuwa batili. Hilo ni tamko la kimahakama ambalo limeshatolewa sheria nyingi zilizopita kupitia tume ya Jaji Nyalali iliyokuwa imeundwa miaka hiyo. Tume mbalimbali za majaji, Jaji Kisanga, kuna sheria ambazo zilikuwa zinakinzana na katiba na mahakama ilikwenda kuzitamka kwamba sheria hizo ni batili. Sasa leo hii tujiulize, sisi wa Tanzania tunasema tuko kwenye uchaguzi. Watu wameshasema kwamba hawana imani na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kama mtakuwa wataalamu wa kufuatilia, ndugu waandishi wa habari, mimi nimekuwa mwangalizi wa uchaguzi wa ndani kwa miaka kadhaa. Ukisoma zile ripoti zote za Tume ya Taifa ya Uchaguzi za wadau ambao ni waangalizi wa ndani na wa nje ya nchi, zimetoa katika mapendekezo kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi inapaswa kuwa huru. Sasa leo hii tumeona kupitia bunge la kijani, amemaanisha bunge la chama kimoja lililopita lililoisha, lile bunge limeenda kupitisha sheria ambayo hiyo sheria inakinzana na katiba. Yaani sheria imeanzisha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, katiba inatambua Tume ya Taifa ya Uchaguzi.
Sasa kama kuna mgongano wa hivi viwili, kipi kina prevail? Katika sheria tunasema the prevailing will be the constitution, yani katiba katika mazingira hayo itakaa juu na ile sheria itatangazwa kuwa batili. Kwa mlengo huo niseme hivi, kilichofanyika hii tume ya taifa inajiita au inajipambanua kumbe Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni chombo ambacho ni batili. Sasa kama chombo chenyewe kinachosimamia uchaguzi ni batili, tutegemea uchaguzi utakuwa huru na haki? Haiwezekani, kwa sababu tume yenyewe ni batili, haipo kisheria, inakinzana na katiba. Mimi nilitegemea na tulitoa maoni kupitia Jukwaa la Katiba Tanzania, kupitia TCD, Tanzania Center for Democracy, Kituo cha Demokrasia Tanzania. Tulikuja na mswada tukaujadili, tukapendekeza kama itafaa ni vyema tukarekebisha katiba, basi tufanye marekebisho ya katiba machache ambayo yataipa nguvu pia hii sheria. Sasa kilichofanyika ni kwamba punda amepakwa rangi ili aonekane punda milia, kitu ambacho sio sahihi kabisa. Sisi wa Tanzania watu wanauelewa. Leo hii ukituambia kwamba hii Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni tume huru, sina haja kutoa mifano mingi. Tumeona katika wagombea walioingia katika uchaguzi, wengine wamewekewa mapingamizi ambayo hana kichwa wala miguu. Baadaye mahakama zinafanya kwa ufanisi wake, zinaondoa hayo mapingamizi yasiyokuwa na ulazima. Lakini tunaona kila siku imekuwa ni technical, yani kila siku imekuwa na vitu ambavyo ni vya kiufundi vinavyoathiri haki za watu, katika haki za kiraia na za kisiasa. Kwa hiyo Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ukiangalia hii sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, hiyo sheria ambayo imekuja kusimamia uchaguzi, hii Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ukisoma katika kifungu cha 7 kinaeleza sifa za wajumbe wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Imerudi pale pale, yani kiini macho. Kwa maana gani? Inasema hivi, sifa mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi na makamu mwenyekiti wanapaswa kuwa na sifa ya mtu ambaye amewahi kuwa au ambaye anaweza kuwa jaji wa Mahakama Kuu au jaji wa Mahakama ya Rufaa. Sasa tujiulize leo hii, ndugu waandishi wa habari, jaji wa Mahakama Kuu au Mahakama ya Rufaa anateuliwa na nani? Anateuliwa na rais. Tumerudi pale pale kwenye ile ibara 74 ibara ndogo ya pili B, ile ya kule kwenye katiba. Kwa nini kilichobadilika tu? Watu walipiga kelele kwamba hawa watu wasiteuliwe na rais. Tuchukue mfano wa wenzetu Kenya kupitia katiba yao mwaka 2010. Marekebisho waliyofanya kupitia Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya Kenya. Sasa kwetu wamekuja kusema kwamba wameita jina Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini inapataje huo uhuru kama tumeshasema kwamba rais asiwe appointee, asiwe ni mtu anayeteua hawa watu? Kifungu cha 7 kimerudisha sifa zile zile. Ili uwe mwenyekiti, uwe makamu mwenyekiti, lazima uwe jaji. Sasa hao watu wanateuliwa na rais. Tunarudi pale pale. Kwa tunapoteza rasilimali fedha, tunapoteza rasilimali muda kujadili vitu vile vile ambavyo havina msingi kwa taifa letu. Leo hii tunabaki na kusema kwamba tuna Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Hata katika hali ya uhalisia wanasema haki isitendeke bali ionekane inatendeka. Tusiseme tu tume itatenda haki, ionekane hata kwa macho basi kwamba katika utendaji na ufanisi wa tume imefanya kazi pasipo kumuonea mgombea au chama chochote. Mimi sipo katika muktadha wa chama, lakini naweza nikasema kitu kimoja. Tukisema kwamba kuna sheria nyingine inaitwa sheria ya vyama vya siasa, ambayo sheria imefanywa marekebisho mbalimbali mpaka 2019. Hii sheria ukiangalia inasema kwamba msajili wa vyama vya siasa atakuwa mlezi wa vyama vya siasa. Lakini tujiulize, yule ni mlezi wa vyama vya siasa? Ni vyama vya siasa vinavyoonekana vina sauti ndio vinauliwa. Vile ambavyo vipo kwenye mrengo wa dola ndio vinalindwa. Alafu tunasema ni mlezi, anamlea nani? Huwezi ukajiita mzazi kwamba wewe ni mzazi au mlezi unamlea mtoto mmoja unampendelea. Tutaona sekeseke ambayo ilipitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Wamefungiwa ruzuku. Msajili anaenda mbali zaidi kuweka vikwazo kila siku, mabarua yeye na Chadema. Kwani hakuna vyama vingine? ACT wako Chauma na vyama vingine. Sasa huyu ni mzazi gani au mlezi gani anapambana na mtoto mmoja katika wanaye anaowalea? Ninyi ni waandishi, ndugu waandishi wa habari, mimi hakuna siku nimesikia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imemuita aidha mjumbe au kiongozi yoyote wa Chama cha Mapinduzi mpaka nilipokuwa akaitwa kuhojiwa na msajili wa vyama vya siasa kwa mujibu wa ile sheria.
Tumeona viongozi wa vyama vya upinzani hususan Chadema, tuwe wawazi, wameitwa mara kadhaa, wamepewa maonyo na makaripio, lakini hakuna kiongozi aliyetoka upande wa, sio kwamba upande wa Chama cha Mapinduzi hawafanyi vitu vibaya. Makawa alitoa kauli ya kichochezi mbaya sana, lakini mpaka leo tunazungumza yuko uraiani tu, anachekelea, anaendelea na maisha. Sasa kwa nini tuwe na double standard kwenye nchi moja? Tunasema tuna sheria ya vyama vya siasa, tuna Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambayo imejipambanua na kujiita Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 2024 kupitia hiyo sheria iliyoanzisha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo tume imepata sheria yake, lakini hiyo sheria inaendana na matakwa ya uhalisia? Sheria inaendana na matakwa ya katiba? Kwa ukisoma vizuri hii sheria utakuja kugundua kwamba inakinzana na katiba. Kwa njia sahihi, wadau ambao tulipendekeza, Mheshimiwa Rais alitoa hili mezani ili kufanyika mabadiliko ya katiba. Na hilo tulilisema mwanzoni kabisa mwa mwaka jana kwamba inawezekana hata kupitia bunge hili tupeleke marekebisho madogo, turekebishe sehemu ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, wale wajumbe namna kuwapata na kadhalika. Watu wangeingia kwenye uchaguzi. Leo hii tunasikia kuna vyama vimesusia uchaguzi. Wako sahihi, ni haki yao ya kisheria, ni haki yao ya kikatiba kutokushiriki. Sasa tunaona Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imekuja na kanuni za uchaguzi za mwaka 2025. Ambazo hizi kanuni zinazuia kwamba vyama ambao vitasaini kanuni za uchaguzi havitashiriki uchaguzi. Sasa mimi kama mwanasheria najiuliza, na sisi na ninyi kama waandishi wa habari mjiulize, kanuni ziko pale kwamba ambaye hata saini hata shiriki uchaguzi. Chama hakijashiriki. Sasa kama chama hakijasaini zile kanuni, katiba inasemaje? Kati ya katiba na hizi kanuni za tume, kipi kina nguvu? Ni katiba. Jibu ni jepesi tu kwamba kukiwa na sheria ina ukakasi, kukiwa na kanuni, kukiwa na taratibu, mwongozo wetu ni katiba. Hii hapa ndiyo msahafu, ndiyo Biblia ya nchi. Kwa hata rais akitoa maagizo hayahojiwi, lakini tunarudi kwenye uhalisia wa katiba. Kama mtakumbuka, ndugu waandishi wa habari, hadi Dr. Magufuli kuna kipindi aliteua wabunge kwenye wale 10 wakazidi. Lakini mara baada ya sisi watu wanaharakati kupiga kelele kwamba Mheshimiwa Rais hapa amekanyaga katiba, alirudi kimya kimya, baadaye akamuondoa mmoja, akampeleka ubalozi, akamtengua kumuondoa kwenye ubunge. Kwa nini? Alijua ameshakanyaga katiba. Sasa leo hii tuna viongozi wanasema kwani katiba nini? Katiba ni kakijitabu tu hapo. Kweli tunaweza tukaizarau kusema ni kakijitabu? Huu ndio mwongozo wa nchi, sio familia. Kwa mtu akipewa dhamana kuongoza nchi, haongozi familia yake, anaongoza nchi, anaongoza mamilioni ya Watanzania kupitia hii katiba. Mwalimu Nyerere alishasema tukikutana na kiongozi anayedharau katiba, basi anaweza akafanya maamuzi yoyote. Kwa ndugu waandishi wa habari, kwenye swala zima la Tume ya Taifa ya Uchaguzi, mimi niseme kwamba hali ya kampeni zinazoendelea, zinazoratibiwa na hiyo tume ipo upande mmoja. Kwa hatuwezi tukakaa kwa muktadha huo tukasema kwamba eti hii tume tulionayo ni tume huru kwa jina tu, lakini kwa vitendo tunaona haina uhuru wowote. Ni wagombea wangapi wamewekewa mazuio wasiokuwa na kichwa wala miguu, mapingamizi. Leo hii tunasema kwamba hii ni tume huru. Tume huru kwa msingi ipi? Tuna ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inaelea vyama vya siasa. Kuna vyama vya siasa ambao vinasema sisi tunahitaji reforms hizi na hizi na hizi. Na kuna vyama ambao vimeingia kwenye uchaguzi, hivi vyama havipingi kwamba kuna tofauti zilizopo katika sheria yetu ya uchaguzi, katika sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa sheria za uchaguzi kuna shida, tume yenyewe kuna shida, vyama vya siasa kuna shida. Sasa hawa watu wanawezaje kwenda kwenye uchaguzi wakaambiwa utakuwa huru na haki? Haki isionekane tu kwamba isisemwe tu kwamba inatendeka, ionekane hata kwa macho basi inatendeka. Kwa ndugu waandishi wa habari, hili swala la Tume ya Taifa ya Uchaguzi, hatuna tume ambayo ina mamlaka ya kikatiba. Leo hii hata uchaguzi mimi naweza nikasema ni uchaguzi ambao una najisi katiba yetu. Ni uchaguzi ambao unakanyaga katiba yetu. Hatuwezi tukawa na uchaguzi ambapo tuna sheria inayosimamia tume,
ambayo sheria inaenda kinyume na katiba. Alafu tunakaa leo tunapiga makofi kwamba mwenyekiti wa tume anakabidhi magari kwenye vyama vya siasa. Anafanya mikutano na kukutana na wadau, wanatumia rasilimali fedha nyingi za Watanzania. Walikuwa na haja gani ya kuita Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi? Wangebaki tu kusema ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi ile ile ya miaka yote tuliyoizoea. Yaani wanampaka punda rangi aonekane punda milia, kitu ambacho kiuhalisia sio. Vingine, ndugu waandishi wa habari, nilitaka nizungumzie mienendo ya uvunjifu wa haki za binadamu unaoendelea hususan katika mahakama zetu. Ndugu waandishi wa habari, nadhani tunafahamu kuna kesi inaendelea mahakamani. Mimi sijadili content, maudhui ya ile kesi, najadili uhalisia wa mazingira ya mahakama na ulindaji wa haki za binadamu. Leo hii tuna mkataba wa Umoja wa Mataifa wa haki za kiraia na haki za kisiasa, ambao haki za kiraia ni pamoja na haki ya kwenda popote. Ukisoma katiba yetu ibara ya 17 inasema hivi: kila mtu ana uhuru wa kwenda sehemu yoyote anapotaka, ili mradi asivunje sheria za nchi. Sasa ndugu waandishi wa habari, ninyi mmekuwa wahanga na Watanzania wengi wamekuwa wahanga wanapokwenda mahakamani kwenye kesi zinazohusisha public interest litigation, kesi zenye maslahi ya umma. Watu wengi wamekuwa wakipata shida na watu wengi wamepata hata ulemavu wa kudumu. Shida ni nini? Tuna sheria zetu nzuri, shida ni ipo kwenye utekelezaji au usimamiaji wa sheria. Kwa mfano, mimi nitatoa mfano mmoja. Tuna haja gani watu wanaenda mahakamani wakifika wanapigwa kama punda na marungu? Tuna haja gani ya kuambia watu waende mahakamani wakati huo wanahamasisha kwamba watu waende mahakamani, it's a public place, ni sehemu ya umma, alafu kesi yenyewe inasikilizwa open court, public, inasikilizwa kila mmoja ashiriki, watu wanazuia. Kuna haja gani ya kuwazuia watu kwenye muktadha huu? Basi ilikuwa vyema tu uongozi wa mahakama kupitia msajili waseme ni marufuku mtu yoyote kufika mahakamani kwenye kesi ya mheshimiwa fulani. Itatosha, tukalinda uhuru wa watu wa kwenda popote, tukalinda utu kama katiba inavyosema, na tukalinda mtu asifanyiwe vitendo vya kikatili au vipigo. Tanzania imesaini mkataba wa tocha. Sasa leo watu wanafanywa tocha hadharani na vyombo vya habari vikiwemo. Waandishi wa habari wamekuwa wakifanywa, wakinyang'anywa vifaa vyao na kufanywa harassment mbele za watu. Hatuwezi kuwa na nchi ya namna hii. Akatoka tu mtu huko kwa kuwa katiba inampa mamlaka basi kuja kutuonea. Hiyo haiwezi ikakaa sawa kabisa. Tukiwa kama watetezi wa haki za binadamu, hili jambo lazima tuliangalie na lazima tuliseme. Leo hii hatutawaliwi, tunaongozwa. Utawala ulikuwa wa mkoloni kule. Sasa leo hii polisi katika viunga vya mahakama wanawapiga raia. Hata kama wale watu wamefanya makosa mbele ya mahakama, taratibu za kisheria zipo, wakamatwa wapelekwe kwenye mifumo ya kisheria. Ukisoma katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77, ibara ya 16, ibara ndogo B, kifungu A, kinasema kwamba mtu yeyote aliyefanya kosa la jinai atachukuliwa kwamba hana hatia mpaka itakapothibitika. Sasa wewe mtu umemkamata, unaanza kumpiga kwa lipi? Amefanya makosa mahakamani. Kuna makosa ya kudharau mahakama, kuna makosa ya kufanya fujo mahakama, yapo kwenye sheria zetu. Kanuni ya adhabu sura namba 16 imesema makosa ambayo mtu anaweza kufanya kwenye viunga vya mahakama. Leo hii polisi wanapata uhuru mpaka wa kupiga mawakili. Sasa nchi gani ambayo tunategemea tuwe nayo? Mawakili wanaenda mahakamani ambapo ndio sehemu zao za kazi. Sheria inawaelekeza ndio wao kwenda kuwatetea watu na kutetea haki za watu. Wanaenda mahakamani ambapo tunajua mahakama ndio sehemu salama. Ndugu waandishi wa habari, nyinyi mtakuwa mashahidi. Mtu yeyote anayekuwa anaona haki yake inavunjika, sehemu ya kukimbilia ni mahakamani. Sasa leo hii mahakamani ndio imekuwa sehemu ya kuogopwa. Tunatengeneza taifa gani? Tunasema independence of judiciary, uhuru wa mahakama. Ukisoma katiba yetu ibara ya 107, herufi kubwa capital A, inasema kwamba katika utoaji wa haki chombo cha mwisho ni mahakama. Sio bunge, sio serikali, ni mahakama. Na ndio maana mwisho wa siku
Watu sehemu wanakupata haki ni mahakamani. Sasa sehemu ya kupata haki watu wanapigwa kama punda. Tutegemea watapata hiyo haki? Sasa vitu kama hivi, mienendo kama hii sio ya kuikalia kimya. Viongozi wanaona na watawala wanaona, wanaojiita watawala. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo uvunjwaji wa haki za binadamu kimekuwa ni kitendo cha kawaida. Hatuwezi tukazoea vitu kama hivi. Hata Mwalimu Nyerere alishawahi kusema ni hatari sana kuishi katika nchi ambayo leo hii ukisikia wanagonga mlango unasema wanaondoka na mimi. Ndio tulipofikia sasa. Mtu anaenda mahakamani akijua kwamba ninaenda nikasikilize. Wengine wanaenda kwa lengo la kujifunza, wengine ni wanafunzi wanataka wakaone trial inafanyika vipi. Hivi tunavyozungumzia katika kesi, tunavyozungumzia mwenendo wa kesi, huwa inaanzaje? Upande wa jamhuri, upande wa utetezi. Anaenda kujifunza, hana hatia yote. Anafika pale anapigwa, anarudi nyumbani na vidonda na majeraha. Hatuwezi kuwa na taifa la namna hiyo, kila siku tunamwaga damu. Hata maandiko yamekataza kwamba kila siku nchi damu. Kwa hiyo niseme, ndugu zangu waandishi wa habari, hili jambo naomba nalizungumza kwa uchungu sana. Mahakama inapaswa kuwa na wivu wake. Mahakama inapaswa kuwa na wivu wa utukufu wake. Naomba niseme hicho kitu. Leo hii mahakama ina mtu anaitwa msajili wa mahakama. Leo hii mahakama ina mtu anaitwa jaji in-charge, jaji mfawizi wa ile mahakama. Lakini cha ajabu ni cha kushangaza, polisi wanapokuwa kwenye viunga vya mahakama, wao ndo wanatoa amri kwa wananchi kinyume na sheria. Tukumbuke kwamba unapozungumzia vicinity au eneo lile, jurisdiction, mamlaka ya mahakama inaishia kwenye mipaka yake. Mahakama inaishia wapi? Kwa polisi anatakiwa kutoa amri akiwa kwenye ofisi yake au kwenye eneo lake la utawala, sio mahakamani. Hata kama msajili amesema chumba cha leo open court watu hawapaswi kuingia zaidi ya 100, hilo tangazo anatakiwa kulitoa msajili wa mahakama, ndio mtendaji, na sio mtu anayetakiwa kutekeleza hiyo amri awe polisi. Sasa leo hii polisi wao mahakamani ndio wasema tokeni, msiingie. Watu wanafika mahakamani asubuhi wanafukuzwa. Nchi gani hiyo sasa? Sheria ngapi zimepita bungeni? Tumepiga kelele sana kuhusiana na mkataba wa bandari. Ulipitishwa na bunge hili la kijani la wabunge wote wa chama kimoja. Leo hii serikali hiyo hiyo au kupitia mahakama hiyo hiyo tunaona kuna vitu vinafanyika, hata mahakama haitoki kutoa taarifa. Tulitegemea msajili wa mahakama atoe waraka, hata Watanzania basi wapate uelewa kwamba bwana, katika hivi watu wanapokuja mahakamani idadi ni kaza. Msajili kakaa kimya, mhusika jaji in-charge wa ile eneo yupo kimya. Watu wanaumizwa kila siku vidonda, kila siku damu zinamwagika, tunaziona kwa macho yetu. Sasa hatuwezi kuwa na nchi ya namna hiyo. Ndugu waandishi wa habari, lingine labda nizungumzie masuala mazima ya utekaji unaoendelea. Naomba niseme utekaji upo kwa kiwango cha juu. Mimi na ninyi hatujui ni nani wanafanya, lakini lazima tukiri. Wanasema serikali legelege hutengeneza taifa legelege. Ndio tulilonalo. Watu wanachukuliwa kama kuku kila kukicha. Yaani leo hii tungepata hata huruma basi, wale waliopotea tupate hata muda wa kuomboleza. Tunakaa tunazungumzia soka, tunazungumzia kina Mdude, hatujakata machozi hajakauka. Tukiamka tunaambiwa huyo. Sasa taifa la namna gani la namna hii? Ni bora tuzungumze tufe, na ni bora tuseme tufe kuliko tukae kimya alafu tutakufa. Hatuwezi kuwa kwenye taifa la namna hii. Nyerere alishalikataa kabisa kitu kama hicho. Hakuna mtu anapenda utekaji. Leo hii watu tunachukuliwa kama kuku. Alafu mwisho wa siku 2-3 hicho kitu kimesahaulika. Mimi ninaweza kusema sisi tunaipenda serikali yetu, na sisi ni wazalendo. Sisi ni Watanganyika ambao tunajua tumetoka wapi. Hatuwezi tukasema tunaichukia nchi yetu. Tunaipenda, ndio maana tunaongea kwa machungu haya yanayotokea. Tutakaje kimya kama kila siku kukicha hatujui ni nani anayefuata? Inaweza kawa ni mimi anayefuata. Sasa ni bora tuseme, hata kama tutaondoka tutaenda tutakamatwa nao watekaji, lakini tuwe tumetimiza wajibu wetu wa kikatiba, tuwe tumetimiza wajibu wetu wa kisheria.
Hatuwezi tukawa na taifa ambalo hatujui mwafaka wake ni nini. Yaani sasa hivi kila sehemu kinatumika mabavu. Mahakamani tunashindana kwa hoja, hatushindani kwa mabavu. Nimeona waandishi muda ule mnaniuliza swali la kwamba hivi ile ipoje kitendo cha wakili wa serikali kumrushia ngumi wakili wa upande wa utetezi. Kwanza unajiuliza hivi huyu ni wakili? Kwa wanaojua maadili ya uwakili, huyu ni wakili? Wakili anarusha ngumi? Kwanza anapata wapi nguvu ya kurusha ngumi? Kitendo tu cha yeye kuonyesha anarusha ngumi hakufaa yule kuwa wakili. Hicho tu kina disqualify kuwa wakili. Ukisoma kanuni za kitaaluma za mawakili za mwaka 2018 zilizotungwa na chama cha wanasheria wa Tanganyika, haziruhusu wakili kufanya misconduct ikiwemo hiyo ya kupigana. Okay, ukiachana na hiyo tu, kanuni ya adhabu sura namba 16 inasema kwamba ni kosa la jinai kupigana hadharani. Sasa wakili anajua ni kosa la jinai, lakini pili ni kosa la kimaadili, anarusha ngumi mbele ya mahakama. Sasa ndio maana nasema tutaona namna gani mahakama imepokwa ule wivu wa utukufu wake. Mahakama haina ule wivu wa kimamlaka tena. Leo vitu vinafanyika mahakamani kienyeji tu. Wakili wa serikali anarusha ngumi. Sasa sio vitu vya kawaida. Leo hii mahakamani vitu vinafanyika, askari magereza anamchukua mtuhumiwa au anavutana naye pale anagomba. Sio taratibu za mahakamani. Mahakamani tunategemea ni sehemu ambayo tunajua sheria na kupata miongozo. Sasa kama imegeuka hivyo, kwa hiyo mimi naweza nikasema kanuni za kitaaluma za mawakili za Tanganyika za mwaka 2018 zimeeleza mienendo ambazo zinapaswa wakili afanyiwe taratibu gani mpaka kuja na kosa kama lile kwa wakili wa kawaida anaondolewa katika register ya mawakili. Sasa yule ni wakili wa serikali, anasimamiwa na kanuni za nidhamu za mawakili wa serikali ambazo zimepitishwa chini ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali mwaka 2018. Kwa hizo kanuni zipo. Sasa tutajiuliza na tutakuwa mashahidi tuone atachukuliwa taratibu au sheria taratibu za kinidhamu. Ile ni misconduct, imeonekana mbele ya umma, mbele ya vyombo vya habari. Mtu ana misbehave, hata kama kulikuwa kuna tofauti, inconsistency yote mbele ya mahakama, inabidi kuomba mwongozo. Lakini kitendo cha kurusha ngumi tunajiuliza anapata wapi ngumi? Kwa ndugu waandishi wa habari, mimi niseme tu kwamba umma umepoteza imani na muhimili wa mahakama. Tusifiche wala tusipepese macho. The public trust to the judiciary has been diminished. Yaani ile hali ya watu wa umma kuamini mahakama imepungua. Watu hawana imani na mahakama zetu Tanzania kwa vitendo ambavyo vinatokea na ambavyo tumeviona nyuma. Watu hawana imani na mahakama. Sasa kama mahakamani ndo tunaenda kujifiti, tutakumbuka hata nyuma kuna watuhumiwa walikuwa wanaachiwa kwenye kesi za jinai. Anapokuwa ameachiwa anatembea, akifika mbele polisi wanataka kumkamata anarudi mahakamani. Ndio sehemu salama ya kukimbilia. Leo hii utakimbilia mahakamani. Tulishaona yaliyomkuta mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema, wakili Mainyila. Yuko kwenye viunga vya mahakama, lakini alipokamatwa ni kama vile niseme, yani kama kibaka. Inaonekana amevamia kwenye mkutano. Tena amevaa bibu, yani amevaa bibu ambacho ni kitambulisho cha kwamba huyu ni wakili. Bibu ina maana kubwa sana kisheria. Sasa polisi wale ambao unakuta elimu zao hawa renki ya kawaida, hajui chochote. Hajui maana ile bibu, anadhani labda pambo lile labda ni nguo ya harusi au nini ile spishera. Ile ina maana kubwa sana kisheria. Wanaposema noble profession inabeba vitu vingi. Na ukienda kwenye common law zile nchi zingine wanavaa na wigi kabisa, wigi leupe kichwani. Ina maana yake nayo kubwa sana. Wigi ina maana, bibu ina maana, na ile joho lina maana. Lakini akija tu anachukulia kwamba amevaa tu, anajua kama ni vazi la graduation ile joho au nini. Au ile bibu amechukulia tu ni kama katai tu amevaa. Kosa kubwa sana. Kwa hata kwa jamii za kimataifa ni kitendo cha aibu sana. Kwa tulitegemea, hata tumeona chama cha mawakili Tanganyika TLS wameweza kufanya engagement na jaji mkuu kwamba hatua za haraka zichukuliwe. Sasa mimi na wewe hatujui hatua gani zitachukuliwa, lakini kitu kama kile Watanzania wanahitaji pia
kuona kile kitendo kinakemewa. At least basi kuwafuta watu machozi kwamba kile kitendo kilichofanywa kikemewe. Yaliyofanyika Kisutu tuliyaona, watu walipigwa sana, wameumia. Akina Pambalu na wengine tunapaka saizi wana majeraha, wanauguza, wengine wamepata ulemavu. Kisa tu kwenda mahakamani. Hakuna statement iliyotolewa ya kukondem au kulaani kile kitendo. Mpaka leo hii tunazungumza. Basi watu kifanyika vitendo kama hivi kwenye mihimili ya mahakama au hata nje ya mahakama, hata hivi vitendo vya utekaji, kila kukicha vinatokea. Itokee basi hali ya kukemea kile kitu kutoka kwenye mamlaka. Yaani haya masuala ya kusema upelelezi unaendelea. Vingine mpaka na kesho. Hayati Dr. Magufuli alisema naomba haya masuala ya utekaji mwaka 2019 nakumbuka. Hivi imekuwa kama kiini macho. Mambo sasa akiwa ni RPC wa mkoa wa Dar es Salaam. Rais Magufuli akasema naomba haya masuala msifanye kama mapicha. Watanzania sio wajinga, wanajua kila kitu. Mwape, yani mseme nini kinaendelea. Mpaka kesho, mpaka hayati Dr. Magufuli amepotea. Hakuna ripoti iliyotoka kwamba kipindi alikuwa anazungumzia sekeseke la model. Mpaka leo hii Mo alitekwa na nani, nini kilitokea, hatujui. Kwa niseme jamani, mwenendo wa haki za binadamu Tanzania umeshuka kwa kiwango kikubwa kabisa katika World Index. Tumeona kwenye ile taarifa ya Amnesty International, shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu. Tumeona ni aibu na tuna vitendo vingi. Leo hii tunazungumzia kufungwa kwa kanisa la Gwajima. Ni haki za uhuru za kisiasa za watu kuabudu, cultural rights. Waumini wangapi ambao wamekosa haki yao ya kuabudu kisheria? Kakosea mchungaji, wanaadhibiwa wote kwa ajili ya mtu huyu mmoja. Kwani hamna sheria inayembana yeye kama yeye ya jinai? Asiye huyu amefanya jinai, tuna sheria zake. Alafu kanisa ni taasisi. Taasisi mtu binafsi. Hivyo vitu vile lazima tuvitenganishe. Ni sawa na kampuni na mtu. Ni vitu vile tofauti, kwamba kampuni ni mtu, kanisa ni taasisi. Haya, tukiachana na swala lilokuwa limetokea kwa Gwajima, kuna vitu vingi vimetokea hapo katikati ambavyo vinadidimiza haki za binadamu. Mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea yanaonyesha kwamba haki za binadamu haziheshimiwa na kufuatwa. Ninyi ni mashahidi. Tumeona vitu vingi sana kwa watu ambao wamekuwa wakiwa wakosoaji, wakiwa wamesema tofauti na serikali. Sasa leo tunazungumza kuhusu aliyekuwa balozi wa Tanzania Humphrey Polepole. Polepole pamoja na amepata nyadhifa nyingi serikalini, alipaswa kufanywa vitendo kama vile. Yaani unaangalia kile kitendo, damu zimemwagika chini kama vile ni panya au kuna paka walikuwa wanamuua ndani. Hata damu za Mdude hazijakauka, tunalia machozi, yanatokea mengi. Sasa taifa gani la namna hii? Yaani anatokea mtu mmoja tu kwamba anajua uongozi, ametoka huko anakuja huku, basi kila mmoja ateseke. Hapana, hatuwezi kukaa kimya. Na hatuwezi kufa wote, hata kama sio wengine tutakufa, lakini wako ambao wataishi. Hatuwezi kukaa kimya. Damu za watu zinamwagika kila siku kukicha. Sasa taifa gani? Kwa ndugu waandishi wa habari, vitu kama hivi ni vema watu wakavijua, na viongozi wanavyoona vitu kama hivi wavikemee. Makanisa yanafungwa, mwisho wa siku watu wanaikiwa, na mpaka wengine wamekimbia nchi kwa ajili ya kuhofia usalama wao. Lakini hakuna kauli ya kiongozi wa juu. Ukisoma katiba inasema the president is the chief comforter. Rais ndio mfariji mkuu. Hawa watoto wangapi wakina Mdude na wengine wakina Soka, bibi zao na mama zao wanalia kuhusu watoto wao. Nani anawafariji? Kwamba jamani, nimeunda tume kwa ajili ya kufuatilia hili jambo, litakuja na ukweli huu na watu wote wapatikane wakiwa hai. Itoke kauli ya rais. Sasa rais ndio mfariji kikatiba, is the chief comforter. Taifa likiwa kwenye hali ngumu, yeye ndo anapaswa kuzungumza na kusema. Leo hii yeye akikaa kimya, tutegemeni. Ndio mfariji mkuu kikatiba. Sisi wengine tutasema nini? Kwa hiyo lazima tumkumbushe pia wajibu wake, kwamba mheshimiwa rais na hilo pia lione, ili swala la utekaji kila kukicha lipo. Haya, ukija kwenye masuala ya haki za kiraia na kisiasa, ili swala la mahakamani watu wanapopigwa lione, vyombo vya ulinzi na usalama wakemee hicho kitendo, sio kizuri. Wanatoka tu watu, bwana hili jambo tumeliona, so mmeliona, what next? Mmeliona, kwa hiyo kama mmeliona tufanyeje? Kuna mtu hajaliona kwa macho.
kila mmoja kaliona, lakini nini kifanyike? Sheria tunazo nzuri kabisa za kuwawajibisha watu, za kuwasimamia watu, lakini leo hazitumiki. Tunakuwa na sheria nzuri lakini hazifanyi kazi. Kwa ndugu waandishi wa habari, ni hayo tu nimesema tujadili kwa siku ya leo, na hali ya haki za kiraia na za kisiasa Tanzania imepungua mno. Tumeona watu wengi wakipewa hofu wakipewa picha ya hofu na woga, wakitoa maoni yao wamekuwa wakishambuliwa. Hata Dr. Slaa alimkuta hayo kwamba alikuwa balozi, kavuliwa ubalozi mpaka akapata na mashtaka. Mimi nadhani hatutakaa kimya. Taifa ni letu, tunaipenda sana Tanzania, tunaipenda sana Tanganyika yetu. Katiba mpya ndio suluhisho haya yote, na watu ndio watakavyoamua. Tuna kesi nyingi za watu ambao wamedai haki zao, ikiwemo marehemu Christopher Mtikira. Mchungaji aliweza kufungua kesi nyingine, na katiba imetoa tu tafsiri nzuri tu kwamba mtu yeyote akiona haki yake imevunjwa aende mahakamani. Sasa leo kama nilivyowaambia, mtu akienda mahakamani ana hofu tena. Hivi nitapata haki kweli hapo? Mbali na haki, naweza nikafika pale nikapigwa nikaumia. Haki za binadamu Tanzania zimeshrink. There was a shrink of civic space in Tanzania, not by Ngondi, even the Human Rights Watch, Amnesty International has said. Na tumeona baada ya taifa ya shirika hilo kusema, msemaji wa serikali anasema hawa ni wapotoshaji. Sasa shirika la haki za binadamu ambalo linafanya kazi ulimwengu mzima wamekusanya matukio hayo kwa Tanzania, wamepata kwamba tathmini ipoje. Nyie mtakuwa mashahidi. Nikisema haki za binadamu zimekanyagwa, mnaona kesi ya Lissu inavyoanza Kisutu, kuna watu walitoka Kenya wanaharakati, lakini vile vile tunamzungumzia Martha Karua, wakili aliyejipambanua na kuja kufanya kazi kumtetea mteja wake Tundu Antipas Lissu. Kazi ya uwakili jamani, kingine niwaambie waandishi wa habari, tusiwe tunabezwa na maneno mepesi tu ya kisiasa kwamba Martha Karua yeye kaja huku kama nani, yule ni wakili. Sheria inasema hivi, ukiwa wakili ndani ya Commonwealth, nchi zilizotawaliwa na Mwingereza, unaruhusiwa kufanya kazi. Alafu kingine, Tanzania, Kenya na Uganda hatuna passport kila moja na nchi yake. Tuna passport moja ya East Africa. Sasa kama passport ni moja, mbali na vile kuna mkataba wa Afrika Mashariki wa mwaka 1999 ambao ule mkataba ukiuangalia umeeleza vizuri kabisa, na ukaja kuanzisha kitu kinaitwa protocol. Protocol ni common market, common market and free movement of people and goods. Watu wanaruhusiwa kuzunguka Kenya, Tanzania na Uganda kwa ajili ya biashara. Sasa wakili sio biashara. Mtu ametoka Kenya anasema na mteja Tanzania anakuja kumtetea, sio biashara yake, unasema amekuja kiharakati. Zipi? Anayeongea sio mwanasheria, anasema huyu amekuja tu kisiasa. Siasa zipi? Huyu ni wakili, wakili ana siasa. Unapozungumzia mwanasheria, maana yake ni mtu ambaye anasimamia na kutekeleza sheria. Tunapandikizwa maneno vyepesi tu kwamba ni uchokonozi tu, amekuja kuchoka. Kama amekuja kumtetea mteja wake. Haya, wale wanaharakati wengine wa Uganda na waliotoka Kenya, tunakumbuka jaji mstaafu yule aliyekuja kaja karudishwa, jaji mstaafu wa Kenya. Hiyo inatupa picha gani? Na mpaka wameenda kufungua kesi mahakama ya Afrika Mashariki iliyoko Arusha kwamba Tanzania inakandamiza haki za kiraia na za kisiasa, ikiwemo free movement of goods and people, kufanya biashara ndani ya mataifa husika. Tumewazuia. Sasa yale matukio yote, na wale ukiangalia ile simulizi, ukisikiliza simulizi ya BBC, wanasema tulifanywa vitendo vya kikatili, ikiwemo kuingizwa vitu visivyo vya kawaida katika maeneo nyeti. Sasa vitu gani kama taifa? Si sheria zipo, wangeshtakiwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Halo, umeingia kimakosa, wanasomewa makosa yao, wanaadhibiwa. Unaacha kuadhibu, wanaenda kutupwa huko mipakani. Yaani vitendo kama vile, vitendo vya makanisa yetu, watu wetu kupigwa mahakama na vitu vingine, utegemea haki za binadamu tutaongoza? Haiwezekani. Hata Uganda ni wakatili wa haki za binadamu, lakini safari hii Tanzania tu tumeongoza East Africa. Nadhani East and Central Africa inawezekana si ndio tunaongoza kwa muda. Na bado hatujui mpaka kufikia uchaguzi nini kitatokea. Tuombe tu kwamba tuombe Mungu nini kitatokea, lakini wakati huo tusisite kupaza sauti zetu. Lazima tuseme, haki zinapokanyagwa tuseme kwamba kwenye hili Mheshimiwa Rais anatakiwa kutoa sauti yake. Utekaji, Mheshimiwa Rais anatakiwa atoe neno la faraja.
jamii yetu imepoteza watu wengi. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, ni hayo machache tu nimesema tuzungumze kwa siku ya leo, hususan kuhusiana na hali ya haki za binadamu nchini Tanzania.